Karibu tena katika darasa la mahusiano, na leo katika mahusiano basi tenga dakika 10 tu uweze kumfahamu mume muoaji anakuwa na sifa gani. Mara nyingi tunaingia katika mahusiano, lakini tunakutana na watu ambao malengo yao yanakuwa ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo sisi tunavyopanga. Unatamani upate mwanamume ambaye akufikishe katika ndoa, lakini badala yake unakutana na mtu ambaye anakuumiza kihisia, anakuchezea na mwisho wa siku anaondoka. Sasa hapo nakuwa unajiuliza, je, zipi ni sifa za mume muoaji? Nimekuletea sifa 5 hapa. Mwisho wa kuzimaliza hizi, basi na imani utakuwa umefahamu kila kitu. Sifa ya kwanza, mwanamume muoaji mara nyingi huwa anatimiza malengo. Yaani kuna yale malengo ambayo mmekaa chini mkayazungumzia, ya kwa bwana, hebu mwaka huu tufanye kitu fulani, mwaka huu nitakuja kwenu nijitambulishe, nitoe barua ya posa, mwaka huu lazima ndoa ipite na vitu kama hivyo. Kuna malengo mengi mnayoweka ya utafutaji, malengo ya kimaisha, malengo ya ndoa, lakini kama unaona malengo yote ambayo mmeyaweka hakuna hata moja linalo fanikiwa, amekuwa ni mtu wa kusema kesho kesho kesho, basi fahamu yawezekana kabisa huyo sio mtu muoaji, bali yuko kwako kwa ajili anahitaji tu ngono, au umsaidie kiuchumi, umpe mawazo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mume muoaji huwa anatimiza malengo yale ambayo mnayaweka pamoja. Lakini sifa ya pili, mume muoaji sio wa kuharakisha ngono, sio wa kuharakisha tendo la ndoa. Ukikutana na mwanamume ambaye wiki moja mara baada ya kuanzisha mahusiano tayari anakuambia nahitaji tufanye mapenzi, njoo ghetto, na unajua kabisa yuko nyumbani kwake, yuko peke yake, alafu anakuita mfanya vitu kama hivyo, pointi yake ni kwamba anahitaji mwili wako zaidi na sio malengo na wewe. Kwa hivyo ukienda ndipo pale anakutumia, anaondoka. Unajiuliza, nimekosea wapi? Mbona mara baada ya kumvulia nguo tayari ameondoka? Haujamkosea, lakini alikuja kwako kufuata mwili na sio ndoa na kujenga maisha na wewe. Kwa hivyo ukiona anaharakisha sana kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa, kwa maana ya uzinifu, basi fahamu ya kwamba hapo hakuna muoaji. Ukibisha fanya dhambi hiyo, alafu utakuja kunipa majibu hapa nini kilitokea maana baada ya uzinifu huo. Lakini haijawahi kutokea mume muoaji na mwenye malengo akahakisha jambo hilo. Lakini sifa ya tatu, mume muoaji mara nyingi huwa anakuwa mwaminifu sana kwa upande wako. Uaminifu ni kulinda penzi, kutochanganya au kumiksi wanawake wengine. Uko na mtu katika mahusiano mnakata miaka 2-3, yani hata umchunguze vipi haugundui hata mchepuko wake mmoja. Yuko na wewe tu siku zote, mnajenga maisha, mnaweka mipango inaenda. Basi dada, usije ukampoteza mwanamume wa namna hiyo. Kupata mwanamume ambaye ni mwaminifu kwako ni kazi sana katika dunia ya leo, kwa sababu wengi huwa wanatamani na wachache ndio wanapenda. Kwa hivyo unapokutana na mtu ambaye anaonesha uaminifu kwako kwa vitendo, hata kama mko mbali, lakini bado anapata sababu ya kulinda penzi lako na kukuheshimu, basi tambua ya kwamba huyo mtu anakupenda sana. Na moja ya zawadi nzuri ya kumpatia mtu ambaye anakupenda kwa dhati ni wewe kumpenda, kumheshimu, kumjali na kusikiliza yale mazuri ambayo anakueleza. Kwa hivyo uaminifu ni sifa ya mume muoaji. Lakini sifa ya 4, kujali na kukupa heshima kama mpenzi wake. Mara nyingi anayekupenda lazima akujali, na uwezo ukasema nakupenda aliyakuwa haumjali. Hakuna upendo wa namna hiyo. Maana ya kupenda ni kunisikiliza mimi, nina tatizo gani uweze kunisaidia, nina changamoto gani uweze kuniokoa, nina furaha uweze kuiongezea. Na kujali, kuna kujali kwa pesa na kuna kujali kwa vitu. Kujali kwa pesa au vitu
ni kule kujali ambapo unahitaji huduma fulani mtu anakupatia. Lakini kuna kujali kwa utu. Uko zako unaumwa, amefika pale kuja kukuona, anajaza furaha yako, anakufanya ujihisi na wewe uko na mtu wa karibu zaidi. Siku zote mtu ambaye anakujali maana yake anakupenda. Lakini kujali kunaendana na heshima. Isije katokea anakugea 100,000 lakini kesho unamfumania na mwanamke au mwanamume mwingine. Unaanza kujiuliza, hivi huyu mbona jana alikuwa ananipatia pesa nyingi sana, na maana ananipenda? Au mbona kama ananipenda sasa ananidhalau kama hivi, namkutanisha au ananikutanisha na wanawake zake wengine? Hii ipoje? Iko hivi, kuna wengine wanakujali ili waweze kukutumia. Wapo wanaume ambao anaweza kukutengea hata milioni 1 ili mradi tu akupate, na akisha kupata lengo lake tu ni moja, kuweza kuvua nguo zako. Akisha kuvua nguo na akakutumia, kinachofuata hapo ni kukupiga matukio hadi mwisho wa siku unalia na kukata tamaa na penzi linakufa. Sasa hapo najiuliza, huyu mtu alikuwa ananipenda au vipi? Pointi ni kwamba alikuwa hana upendo wala malengo na wewe, lakini alikuwa anataka kutumia mwili wako, na akakuona wewe ni dhaifu sana kwenye pesa, kwa hivyo akakutengea bajeti ili mradi aweze kukuvua nguo, akutumie kisha aondoke zake. Kwa hivyo sio kila anayekujali basi ana upendo wa dhati kwako. Wengine wanakujali ili mradi aweze kutumia kingono, lakini mume muuaji huwa anakujali, anakuheshimu, anakusikiliza na anatimiza malengo na ahadi ambazo anakuambia. Lakini jambo la mwisho, mtu ambaye ana upendo wa dhati kwako na ni mume muuaji, basi fahamu ya kwamba ni mtu ambaye siku zote anakuwa mkweli. Ukweli ni moja ya kitu ambacho hakiuzwi, lakini kina gharama kubwa. Kumpata mwanamume mkweli ni kazi sana katika dunia ya leo. Wapo wengi ni waongo na wachache wa kweli. Ukweli ni ile kukuambia, bwana, mimi nimekupenda, lakini maisha yangu, kipato changu kwa siku ni shilingi 5,000. Kama unanipenda basi karibu tuanze maisha. Huyu ni mwanamume mkweli. Ni tofauti na yule anayesema, mimi bwana kwangu maisha sio shida, nina kazi nzuri na magari, lakini mwisho wa siku ukiingia akisha kutumia unakuja kugundua jamaa kwanza hata kazi hana. Huo ni uongo. Lakini ukweli ni kukueleza ukweli wa maisha yake. Bwana, umenipenda ndio, lakini niliwahi kuishi na mwanamke nikaumizwa, lakini nina watoto 2, nina watoto 3. Je, uko tayari kunipenda mimi pamoja na watoto wangu? Takueleza ukweli. Maana yake kama unampenda na kukubali kumbeba, basi utambeba kwa mikono miwili, kwa kutambua ya kwamba huyu ni mwanamume ambaye tayari ameshaumizwa, tayari ana watoto, tayari yuko na maisha ya kawaida sana na sio tajiri. Je, niko tayari kuwa naye? Ukiona uko tayari, basi unaingia humo kwa upendo wote. Ukweli huwa unamfanya mtu awe huru na kutengeneza furaha ya kweli. Kwa hivyo kama unapata mwanamume ambaye kile ambacho anakiongea ndio kile ambacho kinatokea na ndio kile ambacho anakimaanisha, basi mkumbatie mwanamume huyo, kwa sababu wengi ni waongo, lakini wa kweli ni wachache sana. Kwa kusema haya, hizi ni sifa 5 za mume muuaji. Lakini je, mwanamke ambaye yuko tayari kuolewa naye ana sifa zipi? Makala inayofuata nitakuja kueleza sifa 5 za mwanamke ambaye yuko tayari kuolewa hata leo. Kwa hivyo lazima uzitambue ili mradi wewe baba upate mwanamke sahihi wa kuweza kumuoa. Kwa kufika hapa, asanteni kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, lengo la kwanza kuweza kupata kila dondoo ya mahusiano na afya ambayo nitakuwa naiweka hapa. Lakini kwa sasa nikutakia wakati mwema.